Bana, ninachokitumaini buheri wa afya mwana michezo mwenzetu. Karibu tena dimbani. Karibu tukujuze kile ambacho tumekuandalia. Jina langu naitwa Cisco. Yako mengi kweli kweli ambayo tumeandaa, lakini kubwa zaidi bwana, tunakwenda kusikia taarifa mpya ambayo masikioni mwako huenda haukutarajia kweli kweli kuisikia, lakini utakwenda kusikia hapa. Karibu, tunakwenda kuzungumza naye brother Dominic Salamba. Ni mwamba kweli kweli kwenye uchambuzi wa mpira wa miguu. Nini hasa ambacho tunakwenda kuzungumza? Cha kufanya ni kitu kimoja tu. Endelea kuwa nasi sako kwa bako ili uselelee matangazo yetu ya dini kweli kweli, ikiwa na nguvu kubwa mno na ufalme wa maokoto. Dominic Salamba, uko vizuri bro? Mimi namshukuru Mungu niko vizuri kabisa. Uzima upo na ulalamiki. Yaani Mungu ni mwema kabisa. Bwana sawa. Taarifa zimekuwa nyingi na tukaona ni vyema tuwafuate watu wa mpira ili muweze kutujuza taarifa hizi zimekaaje. Stefan Ki Aziz, ziko taarifa za ndani kweli kweli zinaeleza kwamba hana furaha alipo na ameiomba klabu ya Yanga wafanye juu chini ili aweze kurejea tena. Watu wanajiuliza, hata miezi miwili kama si mwezi au jaisha, inakuwaje? Tukasema si vyema tukae nayo moyoni, tuje tuwaulize wataalamu wa mambo kwenye vyanzo vyenu. Taarifa hizi zipo na kweli zinaeleza hivyo ama watu wametunga tu madesa mjini? Nafikiri hizo taarifa zipo. Okay. Zipo na zina exist. Kwa sababu ujue kwamba Azizi alipoondoka Yanga alikuwa pana makubaliano. Walikuwa wanamuuza Yanga katika kipindi ambacho Yanga bado alikuwa na mkataba naye kwenda Wydad, na Wydad walikuwa wamemtaka hasa wakitaka kujimalisha katika kipindi hiki ambacho wanakwenda kwenye FIFA Club World Cup ambao nafikiri walikuwa wanashiriki, kwa waitamani kuweza kuwa na nguvu ambayo itawafanya at least waweze kwenda kutoa ushindani. Kwa hiyo biashara ilifanyika, lakini ilikuwa ina vipengele kwa mujibu wa taarifa ambazo niko nazo kwamba alikuwa anatakiwa wale watu wamalize malipo ya Azizi kabla ya Julai 10. Na kama ingetokea pengine wakashindwa kumaliza malipo, basi Yanga walikuwa na nafasi ya kuweza kumrudisha au kuweza kuangalia biashara nyingine. Lakini pia ukiangalia kama ilivyokuwa desturi kwa wachezaji wengi kutoka Afrika Magharibi wakishafika Tanzania, alafu ukawatoa kupeleka sehemu nyingine tena bara la Afrika, kidogo inakuwa ni ngumu kuweza kuadapt. Kwa sababu ukiangalia mazingira Tanzania ni mazingira rafiki, ni mazingira wezeshi, na tumekuwa tukiishi na wenzetu hawa kama ni ndugu zetu wa yani ambao tumezaliwa kwenye nchi moja. Yaani tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa na hiyo kariba ya kupenda wenzetu wake. Hatuwezi tukasema wageni, lakini kutoka maeneo mengine ya Afrika wanapokuja na wenyewe wanakuwa wanajisikia ni sehemu. Yaani tumekuwa tukiwa tuna upendo hali ya juu. Lakini pia bila kuficha, siku za karibuni unapozungumzia katika maeneo ambayo yamekuwa yana ustawi mzuri wa kimaendeleo ya kimaisha, basi ni Tanzania. Huwezi kuona kwa sababu watu wengi hawajasafiri. Kwa sababu ambao tumesafiri maeneo mbalimbali ya Afrika, ukienda kwenye nchi nyingine ndio utajua nini ninachokizungumza. Utasikia tu Morocco, utasikia tu Algeria, utasikia Angola, Gaboni. Lakini kama ukipata bahati ya kufika ukaona maisha wanayoishi, utakuta kwamba sisi tunaishi maisha mazuri sana. Ni miongoni mwa nchi chache sana Afrika ambazo zimefanikiwa kuishi hivi ambavyo tunavyoishi, kwa maana ya msawazo, hata kwa maana ya kipato, lakini hata ile life standard. Kwa wanapokuja wageni katika mataifa yetu au katika nchi yetu hii, wanaenjoy vitu vingi, ikiwa pamoja na kupata mishahara mikubwa na maisha mazuri. Kwa hiyo Azizi, na bahati nzuri kwa Tanzania tumempokea mechi vizuri na amefanikiwa kupata mke Tanzania ambaye yuko naye, lakini pia alikuwa na enjoy zaidi uhuru ambao unaopata hapa. Sio rahisi kupata ukienda Morocco, Tunisia, Algeria au labda pengine ukienda Egypt. Ni maeneo ambayo kidogo yamekuwa ni magumu, lakini pia wenzetu bado na ile mambo ya kizamani ya kuweza kuwa huyu ni mgeni, sisi ni wenyeji. Kwa hiyo nafikiri baada ya kwenda, lakini pia hata baada ya kufika kule, kwa kile ambacho amekikuta, ukiangalia kwenye kikosi sio chaguo la kwanza. Anaingizwa dakika 5, dakika 10 sawa, unaweza kusema pengine haja fit, lakini Azizi ametoka kwenye mashindano. Unaona alikuwa kwenye ligi, hajakaa muda mrefu. Lakini pia kwenye siku za karibuni timu nyingi za Morocco zikija hapa tunaweza kupishana nazo. Amekuja Balkani, amecheza na Simba hapa, wachezaji na Yanga. Hatuna utofauti mkubwa ambao utakutaka mtu kae hata miezi 3-4 ili uweze kugain match fitness ambayo Azizi alikuwa yuko nayo. Kwa utagundua pengine mwalimu aliyepo kwa sasa hivi anaweza kaa anamuona sio priority, na kwa sababu mwalimu ambaye alikuwa amemhitaji yeye kwenye ile timu hayupo tena kwenye ile klabu, naye ameondoka. Kwa hiyo ni kama amepishana na mtu ambaye alikuwa anamhitaji, aliyemuita ametoka. Kwa hiyo aliyeingia pengine na mpango mwingine. Kwa hiyo sioni akiwa mchezaji mkubwa tena katika Wydad. Binafsi simuoni akiwa tegemeo, kwa sababu unapoanza kupata dakika 5 manake mwalimu anamwandaa mtu mwingine kwenda kutake charge. Kwa hiyo na mchezaji kama yule ambaye alikuwa amezoea kuwa ndio kinara kwenye kila mchezo, anatamba yeye, anaamua mechi, timu inamzunguka yeye, leo uende sema mbona inabidi ukae
usubirie mwalimu ajisikie kama matokeo uingizwe, kidogo inakuwa ni ngumu, na hata kwa age yake pake pengine ungeza pengine ametoka Yanga anakwenda kumalizia mpira. Hapo unasema fine kwamba amecheza kila kitu ameshapata, lakini Azizi bado kijana, damu inachemka, anapenda kucheza. Kwa nafikiri hayo yote ukiangalia kuna uwezekano mkubwa wa kumfanya arejea alikotoka. Okay. Kuna uwezekano mkubwa wa kumfanya arejea alikotoka. Miongoni mwa vyanzo ambavyo vinaripoti taarifa hizi vilikuwa vinasema ya kwamba Young Africans hawakulipwa na Wydad Casablanca fedha ambazo wamekubaliana kwa ajili ya uhamisho wa Aziz, na ndio maana walihitaji kwanza wamtumie kwenye mashindano ya Club World Cup, then watazame uwezo wake, alafu ndipo waweze kuilipa klabu hiyo ya Yanga. Sasa wamemtumia Stefan Aziz na wameona hawatawafaa, na ndio maana sasa zikaibuka taarifa kwamba hatuwezi kuendelea naye kwa sababu si miongoni mwa wachezaji ambao wanatufaa kwenye plani zetu, na ndio sababu kubwa ya Aziz kutamani na kuzungumza tena na klabu yake ya zamani kwa maana Young Africans ili aweze kurejea tena kwenye ardhi ya Tanzania. Kwa mujibu wa maelezo yako ni kwamba taarifa hizi tuzipuuzie sasa, haziko hivyo. Nafikiri swala zima la maripo hiki ni kitu very sensitive. Yes. Na siamini kwamba klabu ya Wydad inaweza kushindwa kumlipa. Okay. Inaweza kushindwa kumlipa kwa maana kwamba ikawa pengine haijaridhishwa na kile ambacho amekitoa. Yeah. Na nafikiri hata kwa nini walikuwa wameweka hiyo nafasi ya malipo, pengine walikuwa wanataka wajiridhishe kwamba kile ambacho wanacho sawa, kinaweza kwenda kwa kitu kile kile. Sio kitu rahisi kumtoa mchezaji wa kaliba ya Azizi Tanzania kumpeleka Morocco akaenda kuklik moja kwa moja, kutokana na kulibaza eneo la beki inaweza kuwa rahisi. Tulimuona Inonga ambacho alikifanya, lakini kwenye eneo la kiungo mshambuliaji nafikiri namba anatakiwa uwe na vitu vya ziada ili uweze kuamini Morocco, lakini pia hata na life, yani namna ya uchezaji pattern huko tofauti. Kwa mimi ninachokiona ni kwamba mpaka saizi Azizi ameshindwa kushawishi kiwanjani kwenye kile ambacho alikuwa anakifanya Yanga. Hasa inawezekana either ni swala la kisaikolojia, sawa, kwamba umetoka sehemu ambayo ulikuwa unaaminika, kwa hiyo unafanya unavyotaka, kwa hiyo pengine yupo kwenye pressure. Kwa hiyo hiko inawezekana kani moja ya sababu ambayo inamfanya pengine afikirie, kwa sababu toka ameenda sio kama amecheza mechi nyingi za kirafiki, sikisikia akifunga hata goli moja, kitu ambacho sio kawaida. Lakini kuona hata mchango wake moja kwa moja kwenye matokeo ya timu huwezi kuona kwa muda nao anaoingia. Kwa hiyo nafikiri pengine Wydad wakaamua kuchangia gia angani, kwa maana sasa imefika hatua tunaona kwamba hii biashara pengine inaweza isilipe. Kwa hiyo bora tukamrudishe kule ambako alikotokea. Kile kija huku Yanga Azizi ni mtu ni star mkubwa. Tuwewe kushuhudia Chama kipindi kile ametoka ameenda Berkane kule, alipofika tulikuwa tumuoni, akarudi amekuja Simba akaenda kuklik tena. Kwa hiyo nafikiri kuna maeneo ambayo ukiwepo unakuwa na nafasi kubwa ya kufanya vizuri. Kwa binafsi naamini kwamba mazingira alionayo sasa hizi ndio pengine yanaweza kusababisha kwa Morocco waweze kusita na kumpa mkataba moja kwa moja na kuamua kuweza kumrudisha Yanga. Kwa mujibu wa vyanzo vyako Salamba, hili dili sasa limekaa kwa asilimia ngapi huenda tukamwona Stefan Aziz kurejea kwenye ardhi ya Tanzania na klabu yake Young Africans? Unafikiri kuna asilimia nyingi za kurejea ama ndio 50-50? 50 kwa 50. 50 kwa 50. Kwa hiyo nafikiri baada na uzuri Wydad tayari washaondoshwa kwa michuano ya FIFA Club World Cup. Kwa nafikiri mwalimu atakuwa na assessment, kupata mechi za kucheza kule na wana mwalimu mpya atakuwa ameangalia, na ndo kwanza tunakwenda kwenye usajili. Unaona ndio tunakwenda kwenye usajili na kwenye maandalizi ya msimu unaokuja. Kwa hiyo atakuwa ametumia michuano kuweza kuona weakness ziko maeneo gani, aongeze wapi na anataka kitu gani. Kwa hiyo pengine katika ripoti yake ambayo itakwenda kutoa itima kwamba huyu mtu tunamhitaji au arudi aliko toka, na bado hajachelewa sababu mondoko kwa Azizi bado mchezaji wa Yanga, ligi haijakwisha. Kwa hiyo naamini kwamba yalikuwa ni makubaliano fulani baina yao, na kwa sababu kwenye michuano ile ya FIFA Club World Cup michuano ambayo inaruhusu hata mtu ambaye alikuwa ameshahama timu akacha timu aliyotoka timu wanaruhusu, yani kwa maana kwamba ni kipindi ambacho ligi nyingi zinakuwa zimeisha. Kwa hiyo ni michuano special ambayo inakuwa ina special wake katika kuweza kuicontain. Nafikiri akirejea kwa Young Africans wao watakuwa hawana cha kupoteza, kwa sababu nafikiri hata mashabiki wa klabu ya Yanga ukiwaambia Stefan Aziz anarejea watakuwa wanafurahia, kwa sababu ni miongoni mwa wachezaji ambao wanawapenda na wanaamini wakiwepo uwanjani watawapa mafanikio makubwa. Tutazame kwa mchezaji mwenyewe Salamba japo kidogo tu, unadhani kitokea amerejea kwenye ardhi ya Tanzania na klabu ya Yanga, kwake itakuwa ni feri ya kiasi gani ama itakuwa ni mafanikio? Hajafeli kwa sababu Tanzania hapa nani ambaye amogopi Aziz? Labda nikuulize tu, mechi ya juzi ya Simba na Yanga angekopa Aziz, what if angekuepo? Nini kingetokea? Changamoto labda kwenye malipo, kwa sababu kule anakwenda kulipa pesa nyingi. Hapana, yani unajua hii tafsiri ya pesa inategemeana unaipata wapi na unaitumiaje. Unaweza ukatoka hapa leo ukaenda kuishi Paris ukawa na milioni 5 ikawa sio mshahara kwako. Ndio.
Si unaelewa? Unaweza kutoka hapa ukaenda Uganda ukapewa 200,000 kani hela nyingi kuliko kukimbia Tanzania. Yes. Kwa hiyo depends na uko wapi, unatumiaje na lifestyle ikoje. Ndio matumizi ya pesa. Okay. Kwa hiyo usisikie tu mtu anapata mshahara milioni 60 ukafikiri mwingi, yuko wapi na matumizi yake yakoje. Okay. Maisha ya kule na hapa yakoje. Kwa hiyo una categorize kutokana na eneo ulilopo. Leo watu wako Ulaya huko, bwana Ulaya kuna mshahara mikubwa, mtu anapewa milioni 3, lakini milioni 3 ya Ulaya sio kitu yani. Yaani uweze hata kuzungumza tu kama ni dola 1,000 na kitu. Ni pesa ndogo, lakini ukija Tanzania hiyo hela maana yake wewe ni mshua yani. Kwa hiyo nafikiri it depends na wapi huko. Kwa binafsi mimi siwezi nikasema kwamba hapa alikuwa alipo vizuri. Hapana. Akakwenda sehemu nyingine alikuwa analipwa in advance ilikuwa imepanda. Okay. Lakini pia na maisha ya kule tofauti na huko. Nyumba ambapo utakuwa unaipanga Morocco nyumba nzima sio sawa sawa na hapa Dar es Salaam. Na vitu vingine vingi viko tofauti kwa wale ambao tumeenda katika nchi za Kiarabu, maisha yako tofauti kidogo na kwetu. Kwa nafikiri mimi binafsi nafikiri itakuwa ni kitu kizuri, na kwa sababu wamemkuja Yanga ni kama vile sema mbaya anapajua ni nyumba ambayo ameizoea. Kwa hata kama pakiwa mna umeme anajua switch iko wapi, kiki iko wapi. Kwa hiyo anaweza aka maintain nyumba yake kama kapakiwa na giza. Kwa hiyo anajua anachokifanya, na naamini kwamba akirudi Yanga atakwenda kuongezea makali katika msimu unaokuja. Kwa hiyo binafsi nafikiri kwa maslahi ya Yanga kwa msimu unaokuja, ikitokea narudi itakuwa ni kitu kizuri zaidi kwao. Bwana akitokea amerejea kwenye ardhi ya Tanzania kitakuwa kitu kizuri kweli kweli, lakini kumbuka Young Africans wameshakwisha msainisha namba 10 nyingine, mwamba kweli kweli, fundi ambaye aliweka historia kwenye uwanja mmoja kule Kigoma, lakini pia Mwanza, na Aliamada pia anajua vizuri kweli kweli. Unajua ni nani huyo? Tayari ameshakwisha tua pale, kwa sababu watu walijua Kiazizi huenda asirejee tena kwenye viunga hivyo, lakini hizi taarifa sasa zinatupa wasiwasi. Je, akirejea kutakuwa na wachezaji wangapi pale kwenye shimo la namba 10? Kumbukwe Arthur Bada kutokea Singida Black Stars naye anatajwa, yule kijana nilokuambia wa beauty naye tayari. Vipi kuhusiana na Clatous Chota Chama? Yeye aje tena bana? Vita namba 10 inakuwa si ya kitoto ndani ya klabu ya Young Africans. Dominic Salama, tumalizie tu kwa kutazama namna ambavyo sasa Watanzania wanaweza kufurahia kama si kuenjoy maisha wakiendelea kubaki na sehemu moja tu ambayo ni sehemu sahihi ya Jambika na Salama. Juzi tuliwaambia kwamba weekend hii sio ya kitoto, na hasa kuanzia Ijumaa. Yes. Na ambacho kimetokea jana kwa wale ambao walicheza, leo hii wameanza weekend ikiwa na nguvu. Kwa sababu jana tumetoa majambi yote ambayo tulikuwa tumeandaa. Kwa hiyo tunaandaa kitu tunachokijua. Kwa tunapowaambia kwamba wajiunge Jambika na Salama, sio tunawaambia tu wajiunge kama ni stories. Yes. Waliopo wanaweza kushuhudia. Kwa hiyo kubwa ni kwamba kipindi hiki tumeamua kwenda kwa spidi ya tofauti. Tumeamua kutuliza akili. Kwa hiyo kila tunachokifanya kinakwenda kutiki. Kwa hiyo hata mkeka wa leo unakwenda kutiki. Cha kufanya wewe ni kuwa karibu tu na simu yako na bando lako, lakini pia kuweza kulipia mikeka yako kupitia Jambika na Salama. Na wengine wanapigia simu, mbona namba ya kampuni tuijui? Sasa nataka niwaambie leo jinsi ya kujiunga. Unachukua simu yako, whether iwe ni Android au simu ya kitochi ya kawaida, unaandika *150 *50 *1 leli. Narudia, *150 *50 *1 leli. Unapiga okay, itakwambia ingiza namba ya kampuni ni 610 251 28. Narudia, 610, andika hapo 251 28. Baada ya hapo unaweka kiasi. Kwa siku ni shilingi 1000. Nikisema kwa siku maana yake nini? Unapata majamvi ya siku husika ni shilingi 1000. Kwa wiki unapata majamvi wiki nzima siku 7 kwa shilingi 5000. Na kwa mwezi siku 30 au 29 au 31 kutokana na mwezi husika unapata kwa 15000. Lakini wale wa VIP maana yake unapata siku 5 mikeka yako kwa bana VIP. Badala ya hapo unaweka namba yako ya siri, utapokea ujumbe kutoka Selcom na Salamba TV ukiwa umejiunga na Jambika na Salamba, na kwa miongoni mwa watu special ambao wanakwenda kupata makoto yao bila bughudha. Na kisha utapokea mkeka wako kuanzia saa 5:30 asubuhi mpaka saa 7 mchana. Kuna kipindi hiki kipindi wengi wako likizo, shule kwenda kufunguliwa, wengine wanakwenda advance, wanakwenda kufunga vyuo. Kwa ni wakati wa kwenda kutengeneza makoto yako ili ujiandae kwa msimu unaokuja. Cha msingi ni kwenda kufuatilia, lakini pia kwa wale ambao wanaamua sasa yeye anataka apate kitonga kwa maana apate free. Yes. Bado tuna issue ya application ya Salamba TV. Nenda kwenye Play Store, pakua application yako Salamba TV, kisha ingia kule ndani, utapata free tips kutoka Jambika na Salamba ambazo utazitumia kupata mtaji wa kuja kucheza JP. Bana,
Hiyo ndio Jovika na Salamba 2025. Hakika tunaposema usipojipanga utapangwa, tunamaanisha. Mimi naitwa Cisco, nikwambie tu tukutane tena muda na wakati mwingine. Usiulize ni wapi, ni kwenye vipindi bora na bomba chini ya watu makini kweli kweli kwenye uchaguzi wa mpira wa miguu. Tukutane tena muda na wakati mwingine. Kwa ilalika, maasalam. Kutana na MC Cisco, MC ambaye atasimamia sherehe yako kikamilifu na kuifanya iwe na viwango vya kimataifa. Kutokana na uzoefu alionao katika tasnia ya UMC, uandishi wa habari na utangazaji. Ukiwa na harusi, send off ama events mbalimbali, muite naye atakuhudumia. Pia ana huduma za picha pamoja na video zenye ubora wa HD. Ana sound ya mziki mkali pamoja na DJ anayekizi vigezo vya DJ. Ofa sasa, usafiri bure kwa maharusi, zawadi ya picha mbao kwa maharusi, bila kusahau photo magazine. Kama unahitaji sherehe yako ionekane ya kisasa, jibu ni Cisco J Entertainment. Wanafanya kazi ndani na nje ya Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi piga 0782055044 au tembelea kurasa yake ya Facebook Nicholas Johnny, Instagram Cisco J_5. MC Cisco, Master of Ceremony.